Nina maswali mawili mafupi. Swali la kwanza, kuna sehemu ambayo Yesu alisema mama mtazame mwana na mwana mtazame mama. Hivi Yesu alikuwa akimwambia nani? Au alikuwa akijiambia mwenyewe? Lakini swali la pili, kuna story ambayo kwangu mimi huwa nafikiria kama it's like an untold story ya Bikira Maria. Nasema Bikira Maria alizaliwa mbinguni, lakini hakuna sehemu ambapo unaandikwa direct kwamba aidha alikufa kufaje. Lakini wakati huo pia, wakati tunasema Yesu yuko mkono wa kuume wa Baba, hatujui Bikira Maria yeye amesaidi upande upi. Labda kama unaweza kutuondolea hiyo the untold story, tutasaidia sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza Yesu aliposema tazama mwanao, tazama mwanao. Kwanza tunyoshe mstari. Sisi na tafsiri yetu na sensitivity zetu tumelisha Yesu maneno sema kwamba asema mama tazama mwanao. Sawa, msamiati proper aliyosema Yesu ni mwanamke tazama mwanao. Sawa, maneno yale aliaddress directly kwa mama yake. Anasema kwa Yesu alipowaona mama yake na yule mfuasi alisema mwanamke tazama mwanao. Yesu alikuwa anakamilisha story ya Edeni kwa kuandu. Katika story ya Edeni, mwanamke aliyeitwa kwa Adamu, ambaye Adamu alikuja kumpa jina lake Hawa au Eva. Sehemu inasema kwamba alikuwa huyo kwa sababu alikuwa amefanya kuwa mama wa wote watakaozaliwa au watakaoishi. Ndio mama wa binadamu wote. Sawa. Na Yesu anapomuita mama yake mwanamke, anafanya anakamilisha kazi yake ndio anakamilika. Yule Eva, yule Hawa, Hawa mtoka dhambi ambaye alileta kwa chana sio alianzisha, lakini dhambi ilipata kwa upendo kwa kuingia kwenye human race kutokana na mashaka yake na uamuzi wake kwa kutoa mtoto. Sawa. Kwa hiyo yule mama alikuwa sorry kusema kwa lakini ashakuli sema kusi. No offense meant. Sawa. Ni kama aliumbwa akiwa ni mama mwenye ngozi yenye rangi kama ya kwetu, lakini kwa sababu fulani akaanza kuwa anaendelea kuzaa watoto, lakini ambao wamekuwa ngozi hawana ile rangi. Sawa. Alibaki kuwa mama, aliendelea kuzaa watoto, lakini watoto walikuwa wanazaa wafanani na yeye alikuwa pale mwanzo. Lakini sisi Yesu alikuwa constitute mama yake kuwa mama wa watakaozaliwa upya. Hivi kwamba kama vile ambavyo sisi ni descendants wa Eva kwa genetics na kwa binadamu, sisi pia au ni descendants wa Adamu kuzaliwa na Eva kwa genetics, sisi pia tuwe descendants wa Yesu. Bikira Maria au ndiye mama wao walizaliwa upya kwa neema. Kwa hiyo Yesu alikuwa anamwambia mwanamke tazama kwa sasa mbele atuchukue sisi kama watoto wake. Lakini akina nani
ya wokovu. Kwa hiyo ziko bias stories zinazoelezea kwamba siku ile alipokuwa Bikira Maria kwamba kulala na muda fulani mtu ameweka ile kanisa kwa ameandaa kuja kusifa. Habari, kazi na sala.